Na tarehe 17 na tarehe 18 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2025, Watanzania wanaoishi katika nchi ya Afrika ya Kusini wakiongozwa na Mheshimiwa Balozi James G. Mbwana watakuwa na mkutano mkubwa kabisa wa kuweza kuchagua viongozi wa TACOSA, jumuiya ya Watanzania waishio katika nchi ya Afrika ya Kusini, na vyama vinginevyo na taasisi mbalimbali za Watanzania. Watakuwa katika jiji la Port Elizabeth, ambako huko itakuwa ni mkutano mkubwa wa kuweka mshikamano, umoja na ushirikiano kama ilivyo nembo ya Tanzania, uhuru na umoja. Siku zote balozi amekuwa akisisitiza hilo, na pia viongozi wa taasisi na vyama mbalimbali vya Watanzania nchini Afrika ya Kusini wamekuwa wakihamasisha hilo, ili kusudi ukitambua na kujua kwamba siku zote jasiri haachi asili. Asili ya Mtanzania ni upendo na umoja. Leo na wasaa wa kumsikiliza Mheshimiwa Balozi ana lipi la kuongea. Baadaye hapo nitakuwa nikipita katika majimbo na mikoa mbalimbali ya hapa Afrika ya Kusini kuwasikiliza viongozi wanasema nini kuhusiana na mkutano huu mkubwa wa kihistoria. Ni safari ambayo ilianzishwa na Mheshimiwa Balozi staff Mheshimiwa Sylvester Ambokile, ambaye alibeba kijiti hicho na kuikabidhi kwake Mheshimiwa Meja Jenerali Gaudence Milanzi, ambaye pia amemkabidhi kiongozi huyu shupavu, kijana mkakamavu, chaguo na aliye karibu na Watanzania, Mheshimiwa James G. Mbwana, ambaye amekuwa jirani siku zote kusikiliza na kutatua kero za Watanzania. Tarehe 17 na 18 ya mwezi Mei. Kumbuka, mwezi Mei mwezi wa wafanyakazi. Naamini kabisa sisi Watanzania tunafanya kazi. Ndio maana hata mama anasema kazi iendelee. Ni mimi Fortunatus Charles Kasomfi. Tumsikilize balozi analipi. Asante ndugu mwandishi kwa kupata nafasi kwa mara nyingine tena kufika hapa ubalozini kwa ajili ya mawili matatu. Leo kama ulivyolieleza hapo awali, umenijulisha kuhusiana na huo mkutano wa jumuiya ya Watanzania wanaoishi hapa Afrika Kusini, TACOSA. Ni kweli tarehe 17 mwezi Machi nilipokea barua kutoka kwa uongozi wa TACOSA ukinialika kwenda kuwa mgeni rasmi katika mkutano uliopangwa kufanyika tarehe 17 hadi 18 mwezi Mei katika mji wa Port Elizabeth, ambao pamoja na mambo mengine unakusudia kuwakutanisha pamoja viongozi wa jumuiya za Watanzania hapa Afrika Kusini, pamoja na kuwakutanisha kwa pamoja baadhi ya diaspora wa Tanzania wanaoishi na kufanya shughuli mbalimbali katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Mimi kama balozi, kwa nafasi yangu kama mlezi wa jumuiya za Watanzania katika eneo langu la uwakilishi, kwa maana ya hapa Afrika Kusini, katika Jamhuri ya Botswana na katika Falme ya Lesotho, nimepokea wito huo, mwaliko huo wa kushiriki katika mkutano huo, na ninakusudia kutumia siku hiyo kuwaleta wadau mbalimbali kutoka nyumbani, taasisi za kibenki pamoja na wadau wengine muhimu wa diaspora, ili waweze kuja kushiriki na kujumuika na diaspora wetu katika kutengeneza habari njema ya kuwafikishia ujumbe wa namna wanavyoweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa letu, lakini zaidi na kwa maendeleo yao binafsi, huku wakizingatia sheria, taratibu na kanuni za nchi hii tuliyopo ya Jamhuri ya Afrika Kusini. Natoa wito kwa Watanzania wote wanaoishi na kufanya kazi katika Jamhuri ya Afrika Kusini wajitokeze kwa wingi katika kufanya yale yatakayotakikana kufanyika siku hiyo. Nimeambiwa patakuwa na ajenda ya uchaguzi, lakini nimeambiwa pia watapata fursa ya kukutana na wadau mbalimbali kwa ajili ya kupokea masuala mbalimbali yenye maslahi kwa mustakabali wao. Basi niwatakie kila laheri katika mkutano huo, na mimi nakusudia pamoja na mambo mengine nitakayosema siku hiyo, nitatoa taarifa kamili kuhusiana na hali ya mahusiano kati ya nchi yetu pamoja na Jamhuri ya Afrika Kusini, hususani katika eneo linalohusiana na masuala ya uhamiaji, ambapo kama mnavyofahamu tangu kipindi cha mwezi Januari mpaka mwezi huu Machi 2024, jumla ya Watanzania wetu wapatao 729 wameweza kupatikana na hatia ya kukaa katika Jamhuri ya Afrika Kusini bila ya kuwa na vibali, na hivyo kurejeshwa nchini Tanzania.
Nadhani kwamba hili ni jambo ambalo tutatumia muda wa kutosha kuwakumbusha wenzetu kwamba pamoja na dhamira na madhumuni mbalimbali ya kuishi ughaibuni, ni vyema pia kuhakikisha kwamba tunafuata sheria, kanuni na taratibu, ili basi uwepo wetu usije ukahatarisha na kuvunja taratibu za nchi mwenyeji tuliopo. Na imani kwamba haya ni mambo mengi kati ya mambo mengi tutakayoelezana, lakini na furaha pia kueleza kwamba Watanzania wetu katika kipindi chote hicho wamekuwa wakishiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za maendeleo yao, na wameshiriki kikamilifu katika kuchangia shughuli za maendeleo ya taifa letu. Nami siku hiyo nitatumia fursa hiyo kuwashukuru kwa dhati katika ujumla wao kwa yote ambayo wameyafanya kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo hili la uwakilishi tulilo. Asante sana.